majina naitwa Ana Titus. Mimi ni mjane, mume wangu ameshaniacha. Mume wangu aliweka milioni 10 benki alipostaafu, alikuwa mwalimu. Alipoweka ile hela akawa anasubiri ule muda ufike walioambizana ili aende akachukue ile hela. Baadaye akaja akaugua, alianguka ghafla tu, akaparalyze, akawa haongei, anaongea siku ambayo labda mmoja anaweza akaongea. Basi mimi nikaanza kumtibia. Siku hiyo nikamwambia, jamani, hebu tuuzeni huyu ng'ombe tukamtibu huyu mzee. Akasikia, akasema unasemaje? Nikasema tunauza ng'ombe. Akasema mama, usiuze ng'ombe, nenda benki, kuna hela watakupa milioni 15. Hizo unisaidie, lakini ng'ombe acha, utamaliza. Hapo nimeshauza nyumba, nimemtibia, bado hajapona. Sasa tena naanza kuuza ng'ombe. Nikaenda benki NMB. Nilipofika pale nikawaelekeza. Wakaniambia, sisi hatujui hayo. Basi nikaondoka nikamfuata baba mmoja mfanyabiashara rafiki yake pale mjini, ana duka la jumla. Nikamwambia, shemegi, niazime hela nimpeleke mume wangu kwenye matibabu. Kwani we mzee, mara hii hela benki imeisha? Nikamwambia, bwana we, mambo ya benki usiniambie, we niazime hela. Akasema hapana, twende benki. Tukaondoka na yule baba mpaka benki. Tulipofika pale akaongea na yule mama, akasema, sasa mbona huyu mama yeye anasema milioni 15? Mimi naona hapa kuna milioni 3 tu. Akasema mpe huyu mama hiyo milioni 3 akamtibie mume wake. Mume wake akipata nafuu atazifuatilia yeye hela zake. Sisi hatuwezi kumpa huyu mama, akamlete yule mzee aweke sahihi. Akasema yule mzee hajiwezi. Akasema si hatuwezi kumpa. Basi akachukua hela, akachukua teksi. Shemegi, chukua hii teksi, nenda kamlete mzee. Nikaenda nyumbani, nikawaomba watu wakanisaidia, nikambeba, nikamweka kwenye gari ile. Tukafika pale, tulipofika nikaenda pale nikamwambia yule dada, nimemleta huyu mgonjwa, basi twende akaweke sahihi pale maana hajiwezi, ili mimi nipe hela niondoke. Akasema hakuna hela. Wewe si sasa hivi tu hapa tulikuwepo hapa na shemegi umeniambia kuna milioni 3, nipe basi hizo nyinyi, kama hizo zingine mnakula mtajua wenyewe. Akasema hamna hela. Basi nikageuka nikarudi nyumbani. Ni benki gani? NMB. Tawi gani? NMB ya hapa hapa Mpwapwa. Meneja yuko hapa? Meneja wa tawi hili hapa. Mwakilishi yuko wapi? Afisa mipango yuko wapi? Afisa mipango, hebu hapo tu pembeni hapo mchukue mama huyu. Jumatatu muende muitishe, bahati nzuri sana kwenye taasisi za kifedha, muitishe bank statement. Unaweza ukaitisha hata ya miaka 3, utajua tu kuanzia pale alipo, kuanzia hapa anapopaelezea kurudi kipindi kadhaa mtakachohitaji na kadhaa mtakachokihitaji. Au meneja yupo? Au kuna mwakilishi yeyote? Haya, kwa hiyo basi fanyeni hivyo. Mtajua tu kulikuwa na balance kiasi gani siku gani, kulikuwa na jambo gani siku gani, ili tuweze kujua hiyo fedha anayosema ameibiwa. Lakini ninavyojua hizi taasisi zetu za kifedha hizi, benki, NMB, CRDB, ndio mabenki yetu makubwa hapa, NBC, walishavuka hii michezo ya kuchukua milioni 5, 10, aishavukawa. Inawezekana kama kulikuwepo na mambo ya makato ama whatever, na kama kulikuwepo na mmoja asiye mwaminifu, basi huyo atakuwa ni tabia yake, sio benki. Itakuwa tabia ya huyo mtu mmoja, sio benki. Na ikiwa tabia ya mtu mmoja, huyo hatua zitachukuliwa tu. Lakini hizi benki zetu zimejitahidi sana,
zimejitahidi sana. Mimi nishakuwa waziri wa fedha, nimejua mienendo ya taasisi zetu hizi za fedha. Wameshavuka hii michezo midogo midogo, waishavuka, wako mbali, zimeshakuwa na standard banks zetu. Akitokea mtu mmoja huyo atakuwa tu mwenye tabia hiyo, atakuwa tu ni tabia yake mwenyewe. Kama hivi leo nilipoenda kule Kibakwe, nikakuta mwanaume mmoja ametelekeza mke, hataki kununua hata godoro na kitanda. Sasa amesababisha yule mama anasema ana imani na afisa tarafa. Nikasema sasa huyu jamaa anatuharibia. Mama anakuwa na imani na afisa tarafa wetu kuliko mume wake, jambo la hatari. Akanikumbusha wanaume wengi hawaendagi kuangalia mechi wakiwa na wake zao, kwa sababu mwanamke akipata midadi ile ikipanda, anaanza sasa kusema. Kama vile juzi baada ya Chama kufunga lile goli, ungesikia hakuna mwanaume mwingine kama Chama. Sasa kama huko hapo, sasa kama mume huko hapo ukianza kusikia mke wako anasema yani Chama, hakuna mwanaume kama Chama, hapo sasa inakuwa kitu kingine. Inawezekana ni tabia, kama kuna ukweli itakuwa jambo la mtu mmoja. Ngoja alifanyiwe ukweli ili liweze kujulikana. Nadhani tukubaliane hivyo ndugu zangu, si sawa? Ili haki iweze kutendeka. Basi tuwasikilize ndugu zangu hao wawili, na mimi ni balozi wa watu wenye ulemavu. Hebu wapeni maiki tumalizie, na wakati huo kwa sababu inabidi bendera zishushwe saa 12, labda tumtume Goele. Yuko wapi? Labda tumtume awasikilize pale ili tuone tunawasaidiaje wakati huo naibu waziri aendelee kuhitimisha ili